Kio Limited. My name is Jacinta Alex. My position is Integrated Management System Coordinator. Kio Limited is ISO certified company. We are currently certified with 4 ISO standards. We have Quality Management System, Environmental Management System, Occupational Health and Safety, and Food Safety Management System. Our mission includes to serve our customer with quality and timely products. Also, to encourage innovation and care for environment, since our product is environmental friendly. This company produces the glass containers for food use. We have categories of glass container including soft drink, glass container which is bottles, including beer, including food and liquor. The volume of production per day, it reaches to approximately 400 metric tons. And in one job, which may last to production lead time of 1 month, 2 or to 3 months, it depends on the customer requirement quantity, we may produce up to 1.3 million bottles. Kio Limited have different countries as their own customers. Right now we have covered almost many countries in Africa, from East, Central and South of Africa. Our major customers include Coca-Cola, Carlsberg, Submillers, Pepsi, Henken and Guinness. For countries like Tanzania, Botswana, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, DRC, South Africa, Ghana, Djibouti, Mauritius, Madagascar, Zambia, Mozambique, and Malawi. Although we have inclusive number of about 100 customers we are retaining right now to supply for our products. Our production, it has increased by 5%. Formerly, before implementing Kaizen, we were able to produce 380 metric tons per day, but currently we are able to produce 400 metric tons per day. This is due to the fact that we were able to solve the problem of wooden pallet availability and paper tray wastage. We were able to minimize the waste. Also, we were able to reduce printing defects. With this all, we are proud to say our product is internationally marketed and proudly to be written as made in Tanzania. Kio Limited attended a number of occasions which were conducted by the Kaizen. 2017, in 2018, we started officially attending the training by sending 4 people to attend the Kaizen training. After the training, we came to the management and discussed how to go about the Kaizen activities, where we selected the main problems, which were 3. These problems were the production of wooden pallet were less compared to the company demand. The second thing was paper tray. Our company was facing a lot of wastage regarding the paper tray. And the third thing is the quality of printing bottles. Through that, we created 3 teams. The first team, we named the Matsunoki team. Matsunoki teams, this Matsunoki is a Japanese name that means wood. This wood will be easier for the member of the team to remember what the activities will be done in every day during the implementation of the Kaizen. We had the less quantity of wooden pallet internally. Through Kaizen, after introduction of the Kaizen, we shoot up the number of the production. On the printing, we had the complaint of the customer as well as the rework on the printing. That's why we decided to make these themes as among of our themes. On the wastage, we had the huge mini wastage in terms of money and the material.
as well as the work also on the paper trail. Through the Kaizen training, we use the matrix method to come out with these 3 things. That's why we found that these 3 things had the high priority. That's why we decided to go on with these teams. After the creation of the teams, we started by brainstorming what of the source, what are the main problem through that problems. Actually, we received the training from Mr. Ruta, as a trainer from the Kaizen TKU Tanzania Kaizen units, as well as Mr. Emmanuel, Ms. Jenny, and the other member from the JICA, as well as the Minister of Industry and Trade in Tanzania. So they cooperated us very closely, where in the end of this 2020, we won the first trophy, the first winner of the Kaizen. Wakati wa kutengeneza pallet tulikuwa hatuna utaratibu maalum. Watu walikuwa napiga tu ovyo ovyo bila utaratibu. Alafu pia kulikuwa na matatizo ya kukosekana kwa malighafi, kwa sababu malighafi inatoka mbali kiwandani Mafinga, kwenye misitu ya Mafinga. Sasa sangine tulikuwa tupati ule mtiririko ambao tuna uhitaji kwa ajili ya uzalishaji, ambao ulisababishwa na wale ambao walikuwa wana uletea ule mzigo kutokulipwa malipo yao. Alafu pia tulikuwa na tatizo la misumari. Sangine tulikuwa tunapata matatizo, misumari haitoshi, kwa sababu tulikuwa wenyewe ndio tunaenda kwa kununua. Alafu tatizo jingine tulilokuwa linatukabili ilikuwa ni mashine zile za kukata vigogo. Zile mashine zilikuwa zinaelemewa na mizigo, zinaharibika. Lakini baadaye tulipoanza na Kaizen tumeyatatua hayo matatizo. Mbinu ambazo tumezitumia, kwanza ni kuwaelimisha wale mafundi ambao wanatengeneza hizi mbao, kubadilisha mtazamo wao wa kikazi kuhusu ule uzalishaji, wa kuwapa semina mbalimbali ambazo ziliwafanya wakawa na mtazamo chanya wa kutengeneza paleti nyingi. Halafu pia tuliweza kubadilisha mfumo wa uagizaji wa misumari. Badala ya sisi wenye idara kuagiza moja kwa moja, tukawapa kitengo kile cha ununuzi, wakawa wananunua wao. Kwa hiyo wakawa wamejiwekea muda maalum wa matumizi, kwamba ikifikia kiwango fulani, labda ikifika kilo 1000, wao wanakuwa wameshaleta mzigo mwingine uliosababisha kusiwe na upungufu wa misumari. Alafu mbinu nyingine tuliotumia kwenye upande wa zile mashine zilizokuwa zinaharibika, tulitengeneza mashine nyingine ambazo ni bora zaidi na zenye nguvu zaidi, ambazo ndio tunaenda nazo. Kwa hiyo kusimama kwa kazi kwa sababu ya mashine, cutting machine zimekuwa haipo tena. Halafu pia tulibadilisha zile meza ambazo tulikuwa tunazitumia kwa ajili ya kugonga zile pale. Zamani tulikuwa tunatumia meza za mbao za miti, tukabadilisha tukaanza kutumia meza za chuma. Meza za mbao zilikuwa zina matatizo, sangine hazileti ubora kwenye mbao, manake zikishachoka zinacheza hazifanye pallet zikawa square, zikawa katika viwango zilizotakiwa. Kwa hiyo tukaanza kutumia sasa meza za chuma ambazo ndizo tunazozitumia mpaka sasa hivi. Wakati wa kutengeneza tray kulikuwa na matatizo mbalimbali. Kulikuwa na wastage kubwa sana kupata tray. Tulikuwa tukipoteza tray
1.1 kwa wastani kwa mwaka, lakini baadaye tukagundua kwamba matatizo haya inatokana na nini? Tukaamua kutengeneza timu. Baada ya kupata project ya KZ, tukatengeneza timu ambayo ilikuwa inaitwa Muda Dori. Ile timu ilikuwa na watu kama 6 hivi. Tukapeana majukumu ya kutafuta vyanzo vya wastage ni nini. Tukagundua kwamba vyanzo vya wastage viko sehemu mbalimbali. Panaanzia na sehemu yenyewe ya kutengenezea tray. Alafu kuna sehemu zingine, sehemu ya kwenda tray zile zinapotumika kwenye mashine kule. Baada ya pale tukagundua kwamba sehemu zingine kuna sehemu mbalimbali kama sehemu ya printing area ACL, na tukagundua kwamba tray zinapotea nyingi. Zinapoteaje? Ni pale unapokuwa recycled product unapopeleka kwenda kuchapwa ACL, wale watu wa ACL walikuwa wanazitupa tray ovyo. Wakazitupa wanazipeleka kwenda kudispose. Baadaye tukagundua kwamba sasa tufanyeje ili kuepuka na upotevu huu ambao ulikuwa ni 1.1. Tukaanza kuchukua data mbalimbali. Baada ya kuanza kuchukua data mbalimbali, ndipo sasa tukagundua kwamba tufanye nini ili kuepuka kushusha data kutoka 1.1 ili kwenda angalau target ambayo tuliweka ambayo ni 0.75%. Tutaipataje 0.75%? Ni pale ambapo tutatoa mafunzo mbalimbali kwa watu wetu. Tukaanza na mafunzo kuanzia kwa tray maker ambaye anatengeneza tray. Tukamwelekeza namna ya kufanya kivipi, namna kuweka tray vizuri. Kwa mfano, mwanzoni walikuwa wanatengeneza minara mirefu kutoka juu, kiasi kwamba ule uzito ukiwa mkubwa hapa chini, tray za chini zinakuwa na force inakuwa kubwa, kwa hiyo zinakuwa compressed, zinachanika au zinakuwa deformed ambazo hazifai tena kutengeneza. Zitapelekwa wapi? Zitaenda kutupwa sehemu ambapo hazitatumika tena. Vile vile tukaenda kwa maoperator wanaotumia kule. Wale nao walikuwa wakija wanazichukua tray kwa kuziburuza chini kwa kutumia hook, wanaziburuza mpaka kule. Kwa hiyo unakuta tray za chini nazo zinaharibika, zinatupwa. Ni wastage mojawapo. Nao tukawaelekeza, tukawafanyia mafunzo ni namna ya kufanya good handling. Tukawatengenezea hand tray jack ambao wanapiga jeki, wanapeleka tray kule bila potevu aina yote. Baadaye tukaenda kwenye hatua nyingine, tukaenda ACL area, nako tukawafanyia mafunzo kwamba tray zilizotumika hazitakiwi kutupwa, bali zinaweza kutumika tena. Zitatumika vipi? Tukawaelekeza kwamba wajaribu kuzipanga vizuri, tutazitumia kama recycled material. Kivipi? Inakuwa used kwa kufunikia tray ya juu. Baada ya kumaliza kufanya training internally hapa ndani, tukaamua sasa tufanye training vile vile kwa supplier, kwa sababu supplier nao walikuwa wana supply tray ambazo tayari zimeshakuwa damaged. Zile bando ni vipi? Zilikuwa wanaleta wakati mwingine, wakati wanakuja ku upload wanazitupa tu bila kuzipanga vizuri. Sasa tukawapa training tulio hapa, tukaenda tukaambia kwamba lazima wao wanapanga bando, wasipange ndefu sana, wapange kidogo, alafu wakati wanafunga zile kamba wajaribu kutumia guard kama katasi huku na huku ili kutokuharibu kwenye edge. Kwa hiyo nayo ni training ambayo ilikuja kufanikiwa, na mpaka sasa hivi ukiangalia pale unakuta wamejaribu kufanya vile. Baada ya pale vile vile kuna discussion ambayo tulikuwa tunaifanya kwenye classroom kwa ajili ya watu wote, na ili kutengeneza awareness ya watu wote wanaofanya kazi kwa ndani, kwa sababu kuna wengine walikuwa wanakuja kutoka kwenye idara mbalimbali, wanaweza kaja kuchukua tray kwenda kumisuse sehemu wanavyojua, lakini kabidi sasa tufanye class discussion kwa wadau wote wanaotumia tray ili kujaribu kusave cost kwa ajili ya hizi tray zetu. Sasa baada ya pale, baada ya kufanya yote training discussion, training kwa supplier, tukaanza kurudi sasa kuanza kuangalia ni kiasi gani tumeweza kufanikiwa kutoka 1.1 mpaka tulipo sasa. Tumeshafika kwenye target ya 0.75. Tukafanya analysis tena, kurudi tena tukaanza kufanya analysis, tukagundua kwamba tumeshaweza kufanikiwa kutoka 1.1 tumesurpass hata ile 0.75, tumeenda mpaka kwenye 0.6. Na sasa tunafanyaje ili kuendeleza hiyo 0.6 au kushusha chini zaidi? Kaizen sisi hapa ni muendelezo,
ni mwendelezo kivipi? Bado tunaendelea kuwatrain wale ambao wanajiunga na sisi, wafanyakazi wapya. Kwa mfano, jukumu langu la kama packaging in charge, operator yote anayekuja au mtu yote anayekuja kwenye department yetu tunamtrain kuwa na awareness ya Kaizen. We found the several problems before Kaizen activities, which was high level of rejection, which was caused by misprint, which was more than 2%. So there are several countermeasures we took as a Kaizen team so as to minimize those rejection levels of the misprint. And we used the Pareto diagram for analysis, and we found several defects which were more prioritized by Pareto diagram. The first defect which was found on printing of the bottles was due to screen change. The second was due to squeegee or squeezer changing. The third was operational temperature on the screen. And the last one was due to machine-related problems. As a Kaizen team, after we found those problems, then we thought of ways to minimize all the problems which are found on the printing of bottles. Several countermeasures were taken. The first one was we trained all operators on how to set the screen, that the screen should be parallel to the printing surface. The second, we taught the operator on setting the height, that the height of the screen from the printing surface of the bottle should be at least 2 up to 3 millimeters. The third one, we taught all operators that the correct way of inspecting the screen on using a table, if you like that one. So we taught them on checking and inspecting the screen. If it's good, then they can use on machine. If it's not good, they are not allowed to use it, because it was also causing more misprint. Another, we taught them to apply masking tape on the side of the screen where color was not allowed to go to the bottle, because it also leading to misprint. Also on squeegee change, we taught them how to correctly setting the squeeze or squeezer on the surface of the bottle, that it should be at the center of the bottle. And also we taught them how to grind the tip of the squeezer. After that, we taught them how to set the squeezer and maintaining the operational temperature so it will not soften while printing. Then, after we have taught them on doing that countermeasures I've mentioned above, the rejection level was going down from 2% to 1.4%. And that exceeded our target, which was 1.75%. Us as Kaizen team, not sustain our level, which was 1.4, which was reduced from 2% to 1.4. We took several actions which will help us to maintain our level of production. The first one was regular checkup of the machine. Like all operators or engineers will check the machine every day. The second one was training all operators on using 5S. We have done one project of Kaizen, which is wooden pallet assembly, which you have seen the result. I think it is already submitted, and we find good result because of Kaizen. Even
side by side, 5S is also very good practice for the good manufacturing process, and you can see the result that this 5S is, first we have to sort the problems, then we need to brainstorming, we need to discuss and find out the solution, attack on the problem, and give result to the company. So this all is happening good because of Kaizen and 5S activities. And we have increased our production more than 200% by the Kaizen in the last 3 years. It's a great achievement, and all of our team members are happy and highly motivated because of the Kaizen. When we implement the Kaizen, as a part of Kaizen, we are also implementing the 5S housekeeping systems. These systems help us to improve the housekeeping. Also, it's reduce the accidents in our plant and increase the visibility, and it's also motivate our employees. When our team achieves the results, people are getting thrilled with the results. It's amazing results we were getting in terms of productivity increase. As I already mentioned, we got more than 200% increase in the productivity in one area after implementing the Kaizen. This helps to reduce the accidents, increase the profit for the company, improve the motivation of the employees, also improve the housekeeping, and improve the customer satisfaction level. And customer satisfaction levels are improving, automatically we are getting more business. So we strongly suggest all the Tanzanian companies, our suppliers, our customers, for all the distributed companies, we should go for the Kaizen, which will give you a good benefit for your company without investing any money. It gives a lot of value addition for your company, and your employee motivation also will increase, your customer satisfaction also will increase, which will turn into the business benefit of the more business for your company.